Mimi naitwa Raju. Nimetokea Mbeya. Hivi unavyoniona dada, nimetoka Mbeya ndio nimefika leo Dar es Salaam. Nina matatizo dada, naomba unisaidie. Niliona tangazo kwenye nguzo za umeme nikiwa kule nyumbani Mbeya kwamba ametangaza nafasi za kazi, kwamba kuna kampuni huko inatafuta wafanyakazi. Nikawasiliana nao wakasema nije Dar es Salaam. Sasa nimesafiri jana usiku kutoka Mbeya mpaka Dar es Salaam, nimefika leo asubuhi pale stendi ya Magufuli. Ila nilipofika tu kila nikimpigia simu ile nilikuwa nawasiliana naye yule mtu ambaye alisema nije kwa ajili ya kazi, hapokei simu. Kila nikiwasiliana naye hapokei simu. Mpaka sasa hivi ndio hapatikani kabisa dadangu. Alafu sasa mimi hapa Dar es Salaam ni mgeni, sina ndugu, sipamani na mtu yoyote dadangu. Naomba tu msaada dada, nipate pa kulala tu leo ili asubuhi nianze utaratibu wa kurudi nyumbani Mbeya. Pole. Asante. Lakini sasa kuhusu kulala. Hapana, kwa sababu mimi na familia. Una familia? Sawa dada, inawezekana una familia, unaweza pia ukanisaidia ukanihifadhi. Kusema kuhifadhi nitakudanganya kakaangu. Nisaidie dada, mara moja tunalala yani leo, kesho asubuhi kukikucha nafanya utaratibu wa kurudi nyumbani. Hiyo itakuwa ngumu sana. Basi talala hata sebuleni dada. Hapana kaka. Ni kweli tunajua unaweza kutamani kumsaidia mtu, lakini sasa unaangalia na mazingira yako mwenyewe. Kwa sababu kama nilivyokuambia mimi na familia. Kwa kusema kupeleka nyumbani. Sasa dada, basi hata kama na rafiki yako niongee hata kwa rafiki yako nilale tu dada, sina kama nisaidie kwa. Rafiki zangu asilimia kubwa ni wa kike. Yaani ni wa kike, alafu ni ngumu kwa sababu unajua sisi wanawake kila mtu ana mtu wake. Kwa kusema kwamba alafu wewe ni mwanaume, kupeleka kwa rafiki yangu, hata mimi kwangu pia haitakuwa sawa. Kwa sababu naishi na mpenzi wangu. Kusema uende ukakae. Dada, naomba basi jaribu tu hata kuniongea kwa rafiki yake, hata kama labda na mazingira. Mimi nitalala hata chini, wao watalala, yeye na atalala na nili sema. Mimi nitalala hata chini. Yeye ndo atalala sehemu ya kulala. Nani akusaidia, lakini sasa ni ngumu. Hata kama yeye kakaangu ndo mfano wewe una mpenzi wako umkute amelala mtu mwingine. Wako itakuwa sawa. Nalala chini, analala. Fanya hivi dada. Wewe ongea naye, mwambie akinisaidia tu mimi asubuhi nitampa 50,000 ninapoondoka kama shukrani ya kunisaidia kunihifadhi. 50,000? Kwamba unayo? Unayo hapa kwa yangu 50,000 kazo utampa, yani ukikupeleka utampa. Hii ni maajabu.